ta'ala anazibainisha, na wakati mwingine hakuzibainisha, lakini ahlul ilmi wanafanya istinbat, wanafanya utafiti, wanatueleza baadhi ya hikma zilizoko katika baadhi ya ibada, na wakati mwingine zinakuwa zimefichikana. Allah subhanahu wa ta'ala hajawekea waja wake ibada ili kuwatilia uzito, kwa sababu ameijalia dini hii kuwa ni nyepesi. Wama ja'ala alaykum fi dini min haraj. Allah anasema hakujalia kwetu sisi dini hii iwe ni dhiki na iwe ni tabu, bali amejalia Allah subhanahu wa ta'ala dini hii iwe ni nyepesi. Kuanzia Qur'an, wala qad yassarna alqur'ana lidhikri fahal min muddakir, lakini katika sheria zake zimekuwa ni nyepesi vile vile. Allah subhanahu wa ta'ala ameifanya dini hii kuwa ni nyepesi. Ndugu zangu katika imani, na miongoni mwa ibada zilizokuwa kubwa kabisa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha, bali ameifanya ibada hii kuwa ni nguzo katika nguzo ya dini yetu tukufu, ni ibadatu hajjin ila baitillahil haram. Ni ibada ya kutekeleza hija kwenda katika nyumba tukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala, nyumba ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameifanya ni nyumba kongwe. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil'alamin. Allah jalla wa ala ameijalia nyumba hii kongwe iwe ni asli ya ibada. Ndiyo nyumba pekee ambayo watu wanafunga safari kuielekea nyumba ile kutoka pande zote za dunia kwa ajili ya kuitika agizo la Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, ibada hii ya hija na nguzo hii katika nguzo za Uislamu, Allah ameifanya ni wajibu na ni lazima kwa yule ambaye amekuwa na uwezo. Ndugu katika imani, katika hutuba iliyotangulia katika wiki jana tulizungumzia faridhatul hajj, ulazima wa ibada hii ya hija, na namna gani watu wanatakiwa kwenda mbio na kufanya haraka pale wanapokuwa na uwezo kuiendea faradhi hii inayokamilisha Uislamu wao. Leo insha Allah nimependelea hutuba yetu hii tuiendeleze na maudhui haya, lakini leo tutazungumzia baadhi min manafi'il hajj, baadhi ya manufaa, baadhi ya faida anazozipata mtu atakapotenga muda wake, akatenga fedha yake, akaacha shughuli zake, akaenda kuitika wito huu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati mwingine anaweza mtu kuwa na uzito katika nafsi yake, anaweza kuwa ni mzembe kutekeleza fardhi hii kwa kutokujua faida zake. Leo tukumbushane kidogo katika baadhi ya manafi'ul hajj, manfaa yanayopatikana katika ibada ya hija. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa manufaa makubwa kabisa ambayo yanaweza kuwa ni sababu ya kumsukuma mtu kutekeleza ibada ya hija, Allah subhanahu wa ta'ala amejalia hija annahu min afdalil a'mal. Ibada ya hija ndugu zangu ni katika jumla ya matendo yaliyokuwa afdal, yaliyokuwa bora zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama unataka kuwekeza katika amali iliyo bora, katika ibada yenye malipo makubwa, ni ibada ya hija. Katika hadithi ambayo ameisimulia Abu Huraira radhiyallahu anhu wa ardah, ya kwamba aliulizwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ayul amal afdal, ewe Mtume wa Allah, ni amali gani iliyokuwa bora zaidi kuliko amali zingine? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, imanun billah wa rasulih. Amali iliyokuwa bora inayochukua nafasi ya kwanza, imanun billah, ni shahada, kumwamini Allah tabaraka wa taala na kumwamini Mtume sallallahu alayhi wasallam. Imani iliyokita katika moyo ikasadikishwa na matendo, hii ndiyo amali iliyokuwa afdalul a'mali itlaqan, inachukua nafasi ya kwanza katika matendo yaliyokuwa bora. Qila thumma ay, akaulizwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, baada ya iman inafuatia amali gani katika ubora? Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, jihadun fi sabilillah, amali inayofuata baada ya iman ni kuipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala.
qila thumma ay, akaulizwa ni ipi nyingine ya Rasulullah? Mtume akasema hajjum mabrur. Katika amali zilizokuwa bora ni hija ambayo aliita al-hajjul mabrur, hija iliyokuwa ni yenye kukubalika, hija iliyotimiza vigezo na masharti, na hija iliyokubalika kama wanavyoeleza ahlul ilmi, ma kana khalisan liwajhi Allah. Kwanza mwenye kutekeleza amali hii na ibada hii awe amekusudia radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwenda kwake anakwenda kuitika agizo la Allah, anatafuta radhi za Allah, anatafuta salama mbele ya Allah. La riya fiha wala sum'a, ni hija ambayo haina riya. Hakusudii kutafuta jina la kuitwa al-hajj, hakusudii kutafuta cheo wala nafasi wala heshima mbele za watu, khalisan lillah. Hii inakuwa ni hajjum mabrur. Lakini sharti la pili, wa uddiya bi arkanihi wa wajibatihi, ikatekelezwa ibada hii ya hija kwa kutekeleza nguzo zake zote na wajibati zote. Wa akthara fihi alhajj min albirr, na huyu mwenye kutekeleza ibada ya hija akawa na mema mengi ndani ya ibada yake hii ya hija. Lakini vile vile wajtanaba fihi alithm, akajichunga na kuyaepuka madhambi katika ibada yake. Hii ndiyo hajjum mabrur. Akum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ndugu zangu katika imani, hakika miongoni mwa manufaa na faida zinazopatikana katika ibada ya hija, ibada hii amejalia Allah subhanahu wa ta'ala ili itulee sisi waislamu katika tabia ya unyenyekevu na kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika mafunzo yanayopatikana katika ibada ya hija, alistislamu tammu lillahi azza wa jalla, ni muislam kuwa na maisha ya kujisalimisha kikamilifu kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, watazame mahujaji wanapokuwa katika ibada ya hija, wanatoka majumbani mwao, lakini wanapofika katika mipaka aliyoiweka Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mawaqit, ile mipaka ya haram, wameagizwa wavue nguo zao. Mwanaume anavaa mashuka mawili bila nguo nyingine yoyote ndani ya mwili wake. Hapa yapo mafunzo ya kujifunza. Kuna darsa, yastaslimu lillah, anajisalimisha kikamilifu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu ndio wajibu wake, awe ni mwenye kunyenyekea na kutii, sawa sawa umefahamu sababu au ukufahamu. Wanavua nguo zao, wanavaa nguo zinaitwa ihram, ni mashuka mawili. Lakini yatajarraduna min ayyika Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulku la sharika lak. Watazame mahujaji katika ibada ya tawaf, ni utaratibu mmoja, wanazunguka katika namna moja. Hakuna kwamba hawa wanatoka huku hawa wanarudi huku, la, wote wanakwenda katika utaratibu wa namna moja, na raundi wanazozunguka ni 7. Haulizi mtu kwa nini ni 7 na sio 8. Al-istislamu tamu lillah, kujisalimisha kikamilifu kwa Allah tabaraka wa taala. Wanakwenda katika viwanja vya Arafa, kutwa nzima wamesimama wakimlilia Allah tabaraka wa taala, wote wakiwa katika hali moja. Wala wallahi huwezi kutofautisha kwamba huyu ni kiongozi, huyu ni tajiri, huyu ni maskini, wote wanaonekana katika muonekano wa namna moja. Wanakwenda Muzdalifa, wameelekezwa pale, wanalala jangwani katika mazingira ambayo katika hali ya kawaida mtu hawezi kuridhia, lakini ni kujisalimisha kwa Allah tabaraka wa taala. Tazama mahujaji katika ibada ya kuchinja, ibada ramyul jamarat, ibada zote za hija zimebeba ndani yake ujumbe kwamba wewe Muislamu, wajibu wako unatakiwa ujisalimishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hivi ndivyo anavyosema Allah tabaraka wa ta'ala, wama kana limu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim.
huku ndiko kujisalimisha. Haiwi kwa muumini wa kiume wala muumini mwanamke pindi Allah anapohukumu jambo na mtume wake sallallahu alaihi wasallama akahukumu katika jambo lolote, eti na mtu naye awe na maamuzi katika maamuzi ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea ibada hii ya hija pale mtu anapokuwa na uwezo, sio mujarradi wa kwenda, yako mambo ya kujifunza ambayo yanamjenga Muislamu kutambua kwamba yeye wajibu wake ni abdul lillah wa yajibu alayhi an yastaslima lillah al-istislam tam, kwamba yeye ni mtumwa kwa Allah, wajibu wake ni kujisalimisha kwa Allah bila ya kujali amefahamu hikma na hakufahamu hikma. Ndugu zangu katika imani, wito wangu kama nilivyosema katika wiki iliyopita, tupo katika miezi ambayo ni ashhurul hajj. Inawezekana ilikuwa hujajiandaa, inawezekana ilikuwa bado una wasiwasi, labda nitakwenda mwakani. Ndugu zangu katika imani, hakuna ambaye ana mkataba na Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu umri wake, lakini kuchelewa kwako hakutokupa udhuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba mimi nilikuwa nimepanga niende mwakani. Pale uwezo unapokamilika na ukafahamu kwamba hii ndiyo nguzo inaukamilisha Uislamu wako, alaika bil musara. Mtume alayhi salatu wassalam alituhusia aliposema taajjalu, fanyeni haraka ila alhajj, kwenda kutekeleza nguzo hii, fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu, kwa sababu mmoja wenu hajui yanayoweza kumtokea. Unaijua leo lakini kesho yako hijui. Ndugu zangu katika imani, sallu ala nabiyikumul karim faqad amarakumullahu bidhalika haythu qala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم رحمكم الله.